Huyu Mungu tunayemzungumzia, ndugu msikilizaji, kwa sababu ni mkuu mno mno, hakuna mwanadamu mwenye dhambi anayeweza kumuona akaishi. Huwezi. Ni mkuu mno. Hatuna lugha ya kutosha kueleza ukuu wake. Ni Mungu. Hata lugha tunazozitumia kuita jina lake, ana majina mengi sana, sina muda wa kuyataja. Yanatumiwa majina mengi kwa sababu ya sifa zake, kwa sababu yuko hivyo, anasema labda tumuite jina hili, tuite. Yeye mwenyewe alipoulizwa na Musa, nitakapokwenda kwa wana wa Israeli kama ulivyonituma, nimwambie Farao waondoke watu wa Mungu, lakini hawa wana wa Israeli wanaweza kuniuliza, nani amekutuma? Jina lako wewe ni nani? Ndipo Mungu akawaambia, nenda kawaambia mimi nipo. Hilo nalo jina, mimi nipo, maana yake nini? Kutoka kwenye mdomo wa Mungu anataja jina lake. Yapo majina lufufu, kwa sababu hakuna jina moja kwa lugha ya kibinadamu linalomtosha Mungu. Ni mkuu. Ni mkuu huyo Mungu. Ndio maana hata picha yake hatuna. Unajua, kwenye kitabu cha Ezekiel, hatutatumia hapa, kuna wale walionyeshwa Mungu katika njozi, wakamuona Mungu. Ukisoma walichoeleza ni kuchanganyikiwa kitupu. Huwezi kuchora picha hata kidogo. Magurudumu ya moto. Magurudumu ya moto na mtu vinapelekanaje? Miguu kama shaba, mikono haichoreki. Sasa nikwambie ukuu wake. Waliomuona hata kwenye njozi, Yohana alipomuona tu akaanguka chini. Chini, hajasukumwa wala Mungu hajapuliza. Kumuona tu hivi chini. Wengine wakazimia. Kuzima kwenye njozi, si halisi. Kwenye njozi, sasa ukionana naye halisi. Huyu Mungu ni mkuu mno. Ukuu wake hauelezeki. Wakati mwingine tumemfanyia matani, tukamshusha kwa ngazi yetu kama binadamu. Wakati mwingine tukamshusha zaidi, ikatokea tukaapa kwa jina lake hata tunapowapa uongo. Wapendwa, nenda kwa makini.